Tunamshukuru Baba Mwenyezi, tunasema asante. Umeendelea kuwa mwaminifu, azidi kutuendelea, azidi kutupa nguvu mpya ya kuendelea na maisha. Vile vile azidi kutupa nguvu ya kuendelea na wokovu. Asiendelea kunena pamoja nasi tuko tayari kulishika neno lako na utusaidie kutembea pamoja nawe. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Bwana asifiwe. Yes. Dada wetu mkuu wa Solomon, karibu sana kanisa letu, na hasa katika ibada hii ya Kiingereza. Nataka kualika kuambia karibu sana, sio tu leo, basi hata siku zijazo. Shukuru kwa sababu umedokezea yote mpaka mimi nikaanza kuona alikuwa naishi katika maisha gani. Nikaanza kuona aliishi alikaa hata katika kaona wao. Kumbe watu hata wakiondoka ya wangali wanakumbuka tu. Ukumbuku tu, lakini unakumbuka hata mahali ulikuwa unafanya nini? Mahali ulikuwa unaketi. Imagine, Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wanaona huyo mtu hata kama alikuacha ungali tunamwenzi kwa kazi njema aliyoifanya sana. Tidikoni wetu leo hii aliungana na wapendwa wetu katika kanisa letu la Emmanuel, kwa sababu kulikuwa na uchaguzi mahala pale, na yeye anakamilisha kazi hiyo kama ilivyo vile imetangazwa hapa na mwandishi wetu. Tarehe 8 vile tutakuwa na AGM ya kanisa hili hapa tunapokuja vile AGM yetu ya parokia. Na vile vile kushukuru kwa wale wote walikuwa pamoja nasi siku ya jana. Tulikuwa na department zote, tulikuwa na kitengo cha vijana wetu wa Kaimo, vijana watoto wetu wa wawakilishi walikuwa wanakuja kuwakilisha watoto wetu wa Sunday school, vile vile wawakilishi katika kitengo cha vijana, kitengo cha wanaume, kitengo cha kina mama. Asante kwa sababu ulifanya kazi ya ziada, hakuchoka na tutamalizia vyema. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Amina. Na Jumatano ya majibu tuwe tayari. Tunaelewa kile ambacho kinakuwa kinaendelea. Ili kwamba tarishe hali ya kuja kwa majibu katika ibada hiyo. Leo hii tuko hapa tukiwa katika hali hii ile ya kutazama na kuangalia mlango uliosomewa, mlango wa 6 katika kitabu hicho cha Nyakati. Akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akaonyosha mikono, maana Sulemani alikuwa amefanya mibari ya shaba, urefu wake mikono 5 na upana wake mikono 5 na kwenda juu kwake mikono 3, na kusimamisha katikati ya ua. Akasimama juu yake, akapiga magoti mbele ya wana wote wa Israeli, akaikutua mikono yake kuelekea mbinguni. Bwana asifiwe sana. Tunapoangalia katika hali hii tunaona jambo kubwa sana, wakati ambapo tunatazama na kuangalia sisi tunajikabili mbele yake Mwenyezi Mungu namna gani. Yaani kujikabili ni kujipeana. Na tunapoangalia katika hali hii ya kujikabili mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu, ni katika hali ya kutazama na kuangalia kwamba tunapojikabili na kujipeana mbele zake Mwenyezi Mungu,
naye Mwenyezi Mungu naye anakujua hali hii na kuonyesha uaminifu wake kwetu namna gani katika ahadi zake. Yaani tunapojikabili kwake Mwenyezi Mungu, tunapojipeana kwake Mwenyezi Mungu, kwa Kiingereza tunasema dedication yetu, kujipeana kwetu, kujikabili kwetu kwake Mwenyezi Mungu, ili naye akaonyeshe uaminifu wake kuweza kutimiza ahadi zake kwa kila mmoja wetu. Na katika hali hiyo, tunapoangalia jambo hilo, tunaona ni jambo la maana sana, na tunaona linafaa sana kila mmoja wetu. Na jambo la kwanza tunaona kiangalia katika mstari wa 12 katika mlango huo wa 6 katika Mambo ya Nyakati, mahala tumeweza kusoma, tutaona namna gani kuna hii hali ya kujikabili na kujipeana. Na tunapojikabili na kujipeana, tunaona ya kwamba tunatambua ukuu na uweza wake Mwenyezi Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tunatambua ukuu na uweza wake Mwenyezi Mungu. That dedicating ourselves is acknowledging God's greatness. Acknowledging God's greatness. Kwa hivyo tunapojikabili na kujipeana, tunaona ya kwamba tunatambua ukuu na uweza wake Mwenyezi Mungu. Hebu tuangalie katika maisha ya huyu ndugu ambaye ni Sulemani. Ndugu Sulemani, baada ya kujenga lile hekalu na kuweza kuja mbele zake Mwenyezi Mungu ili lile jengo likaweza kutakaswa au kutakasika, na basi akaja akawaita wote wana wa Israeli. Hebu tuende katika aya 14. Mlango huu akasema, Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni wala duniani, ushikaye maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa moyo wote, uliyemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidi, naam ulinena kwa kinywa chako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunamwona Sulemani akija kwenye madhabahu ili akaweze kujikabili yeye mwenyewe, ili akaweze kuwakabili hata wana wa Israeli, wakaweze kutakaswa, wakaweze kutengwa, to be set apart, ili Bwana akaweze kuwabariki. Na tunapoangalia na kuangazia katika hali hii, mara nyingi tunakosa kuona jambo hili ya kwamba tunaagizwa tutambue uwepo na uweza na nguvu zake Mwenyezi Mungu. Na pia namna gani tunapoleta familia zetu, tunapoleta biashara zetu, tunapoleta marafiki zetu na wale wote tunaowajua ambao ni wahusika wetu, ambao ni wa karibu sana na sisi, ambao huwa tuwatembea sana, tunawawaza sana. Kwanza unaponenda mbele zake Mwenyezi Mungu, lakini lazima kwanza utambue yeye ni nani. Na tunaona namna gani tunaambiwa Sulemani aliponenda mbele zake Mwenyezi Mungu, alikuja ili akaweze kuingia katika ile hali ya kuabudu na kumsujudu Mwenyezi Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yaani alikuja kumsujudu Mungu, kumwabudu Mungu. In English we say he came to the sanctuary, he came to the altar to be able to worship him. Akatambua hali ya kuabudu. Napoimba anastahili kuabudiwa, anastahili kuinuliwa, tunamsujudu, tunamwamini,
tuna mwenzi, tunaona. Haleluya. Mara nyingi tunakosa katika hiyo hali. Mara nyingi tunakosa kutambua maneno hayo. Na tunapoangalia katika hali hiyo, ni vizuri tuendelee kuelewa na kujua Mungu anatufikiria namna gani siku zote, siku nyingi, wakati tunapoangalia Bwana Mungu kuweza kuona uweza wake, kuweza kuleta mambo yetu kwake katika hali ya kuabudu, kama vile aliweza kuleta wana wa Israeli. Na mimi nikiangalia maisha hayo ninaona Sulemani alikuwa mkuu sana, alikuwa mfalme. Lakini ni nini alicho kitowesha? Ni nini aliondoa kwake? Akaondoa ubinafsi, akaondoa ile tunasema binafsi au pride, akaja akanyenyekea ili wakaweze kuwa na ule ana kwa ana, wakaweze kusemezana na Mungu wetu, na ili Mungu akaweze. Na tunapoangalia katika hali hiyo, tutaona namna gani Zaburi 115. Sasa ndugu yetu aende kwa Zaburi 115. Ndugu ya projection kama Zaburi 115. Aya, Bwana, kutukuza usitukuze sisi, bali ulitukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako. Kwa nini mataifa kusema yuko wapi Mungu wao? Ni kama nataka kusema namna gani? Ya kwamba wewe uinuliwe na uinuliwe na uinuliwe, na sisi tufanye nini? Tuendelee kufanya nini? Tuendelee kupungua. Kuna wimbo unaendelea na namna hiyo. Tutapata kidogo. Wewe uongezeke, mimi nipungue. Wewe uongezeke, uongezeke sana. Kujipeana au kujikabili inaleta katika hali ya kuashiria kwamba katika hali ya kukumbuka haja kwetu, na tunapoleta kumbukumbu hilo au tunapoleta kukumbuka, tunakumbuka ahadi zake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inaashiria katika hali ya kukumbuka ahadi zake Mwenyezi Mungu wetu. Na hapa ndio tunamwona ndugu Sulemani mfalme akikumbuka ahadi zake na babu zake Abrahamu, ahadi zake na baba yake aliyoondoka Daudi. Na basi anaingia katika ile hali ya kuleta agano. Hivyo kuna ahadi na agano. Waliketi wakatengeneza agano, the covenant. Alafu ahadi zikaingia. Na hapa sasa tunamwona Sulemani ya hapa. Na anapoingia, nataka tuone anasema nini katika aya hii ya 15. Nenda katika aya ya 15. Uliyemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidi, naam ulinena kwa kinywa chako, ukayatimiza kwa mkono wako kama ilivyo. Ukayatimiza. Aliweza kutimiza nini?
ahadi. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni nini mimi na wewe tunapojikabili mbele zake Mwenyezi Mungu? Tunatazama na kukumbuka Mungu tulikuwa na agano na yeye. Na mimi nataka nione. Kwa hiyo at the times of the church, tunakuja kwa kanisa. Tunasema kwamba tunataka kuingia katika ile tunasema tuwe katika kuingia katika huduma ya maagano au agano au kuingia katika ile tunasema covenant service. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kutambua Mwenyezi Mungu ni nani kwako. Ni kwa sababu ya kutambua ahadi zake kwako, na ni kwa sababu ya katika hali hiyo yote kuna kitu nataka kuweka upya katika mwenendo wako. Mwaka huu tunapotafakari, tuna mengi tunataka kukumbuka. Maana Mungu ametutoa. Maagano ambayo tumekuwa naye na Mungu wetu. Mwaka fulani ulikuja ukafanya agano na Mungu. Mwaka fulani tena utakuja kufanya maagano na Mungu wetu. Lakini unapofanya maagano, kuna ahadi ambazo wewe unakubali na ngoja wakaweze kutimiza. Lakini tunaambiwa na neno hapa, Mungu anayatimiza kwa wakati wake. Bwana asifiwe sana. Wakati huu tunaingia katika Lent. Lent tunaita nini Kiswahili? Wakati wa saumu. Kuna katika hilo tunasema. Yaani wakati wa saumu, majira ya saumu. Majira ya saumu tunaingia katika ile tunasema covenant agano. Tunapoingia tunasemezana Mungu wetu akaendelee kutimiza ahadi zetu. Kama zile alimwahidi Abrahamu. Kama vile alimwahidi Daudi. Na kama vile aliwaahidi hata miamba wengi wa imani. In the same way, Mungu ataweza kuyafanya na ataweza kutekeleza. Kwa maombi yake Sulemani pale kwenye altari, kwenye madhabahu, mambo haya yakawa ya manufaa sana. Na ni kwa nini Sulemani aliomba? Kwa sababu alijua Mungu ni mwaminifu. Aliwa haki na akafanya. Na alijua Mungu akiwa mwaminifu, yeye hakuna wakati atatuhadaa, atatudanganya. Hebu tuende katika kitabu cha Nambari au Numbers 23:19. Numbers. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Wapo wamesema atalitenda, wapo wamenena hata lifikiriza. Kama nimepewa amri kubariki, yeye amebariki, nami siwezi kulitambua. Kile Mungu amebariki huwezi kulitambua. Kile Mungu amefanya hawezi badilisha. Changamoto nyingi au changamoto ni kwamba tumefanya maagano gani na Mwenyezi Mungu? Tumekuwa waaminifu namna gani katika maagano yetu? Ili Bwana akaendelee kutimiza wajibu wake na kulifanya. Sababu yeye hadanganyi, sababu yeye anafanya. Jana katika runinga, katika social media, nikatazama mama mmoja ambaye alikuwa anatoa ujumbe. Akasema anatoa ujumbe huu kama unabii. Akasema Kenya tuko mahala fulani, na ya kwamba si ya kwamba Mungu ametusahau, hawezi kuwa uchumi, hawezi kutuinua na kutuleta katika hali nyingine. Ni kwa sababu tumekuja maagano yetu na yeye. Ni kwa sababu hatujatimiza yale ambayo tuliahidiana pamoja. Na akasema kwamba kanisa tutazame sana. Kanisa tujirudie sana. Kanisa turudi katika mahala tulianzia, na tuangalie ni wapi tulipoteza kuelekea wetu na Mungu, ili akose kuyafanya
na kupindua na kurainisha mambo yakaweza kuwa mazuri. Ukame umezidi sana, tunaona hakunyeshi, tunaona watoto wengi wamekosa kwenda shule, tunaona biashara nyingi zimekufa zimekataa kupinduka. Ni kwa nini naanza kutazama na kuangalia? Ni kwa sababu kuna kitu kimeenda mlama. Na tunaambiwa hivi, Mungu anajua kuna ubisate mwingi sana. Mungu anajua kuna mambo mengi heri vizuri kwa serikali. Na sisi tunailaumu serikali sana. Lakini tunakosa kuangalia na kujilaumu sisi wenyewe. Waliyechagua serikali ni sisi. Wale wako katika serikali ni sisi. Wale wanaangusha serikali ni sisi. Kwa hivyo sisi ni serikali. Kwa hivyo Mungu anataka tubadilike, tubadilishe nia na mawazo yetu, serikali yetu ikaweze kupona, sisi wenyewe tukaweze kupona, familia zetu zikaweze kupona, na hadi Mungu aendelee kutimiza. Jambo la tatu, kujikabili au katika hali ya kujipeana, ni kualika Mwenyezi Mungu akaweza kuwa na uwepo wake kwetu, ili mkaribishe katika hali ya kusamehe. Tunaposema kwamba ni mwenye rehema, tunaposema yeye anarehemu, yeye ana kusamehe dhambi zetu, ni kwa sababu hatujakiri, ni kwa sababu hatujatambua vile tunavyotakiwa kufanya, kama vile Sulemani alivyosema. Na hebu tutazame katika aya hii ya 21. Anasema namna gani? 2 Chronicles 6:21. 6:21. Uyasikie atakayo sihi wako na watu wako Israeli atakapoomba wakikabili mahali hapa, na usikie toka makaoni wametoka mbinguni, nawe usikiapo samehe. Nawe usikiapo samehe. Halo, Bwana asifiwe. Anaposikia tunapomnendea, tunapotoa yote na kumwaga. In English we say, as we do the so-called pouring out. Na lugha nyingine tunasema catharsis. Catharsis ni kuprempt na kutoa na kumwaga. Tunapotoa na kumwaga, basi akiona uaminifu wetu, basi naye anasikia na anasamehe. Kwa hivyo naambiwa namna gani? Aliangalia wana wa Israeli, angalia Sulemani, akaona hao watu wameanguka. Akajitazama akaona yeye vile vile ameanguka. Lakini akatazama mtu mmoja, akaangalia Mungu, akaona hao yeye ni mwenye rehema, amejawa na rehema. Yeye amejawa na rehema nyingi. Na ikiwa amejawa na rehema nyingi, basi ataweza kusamehe. Kwa hivyo katika hali hii Mungu atusaidie sana kutazama hali hiyo. Na la mwisho, kujikabili na kujipeana lazima iende zaidi ya sisi. Lazima tujue kutambua wale wengine. Lazima tujue kualika wale wengine na kuwaleta katika sisi la Bwana. Wale ambao tunahisi wako mbali na sisi, wale tunaona hatuna nafasi, hawana nafasi kwetu sisi. Sababu anasema kwamba naomba hata wale wengine wakubalike katika madhabahu haya. Naomba wakubalike katika hekalu hili, ili Bwana wetu ukaendelee kusikia kilio chao. Ili tushawalika wengi kwenye hekalu zetu. Ili tumetazama na kuangalia tatu zetu na kuona kwamba mara nyingi bali mara nyingi tunaona haiwezekani, lakini yote yawezekana. Bwana asifiwe. Yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Na yote Bwana wa mbinguni, kwa sababu yote yawezekana,
Tunaomba haya katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho. Amen. Asante, tunashukuru Mungu kwa sababu ya ile neno. Tasimama ili tuweze kujua vipawa vyetu. Nao wanakwaya waomba kuongoza na wimbo na mwandama Bwana. Standard 385 penzi 17. Tumefundisha somo kuu ya kwamba tujifunze kujikabili mbele zako na mbele ya macho yako kwenye meza yako. Tunapojikabili Mungu wetu, tunapokuja kwako, kuja katika madhabahu yako Mungu wetu, tukaweze kusamehe dhambi zetu ili tukaweze kupata baraka zako. Tuendelee kutimizia ahadi tele, hadi nyingi ambazo Baba wetu wa mbinguni tutakuta kutoka kwako. Na sasa wewe Mwenyezi Mungu, kuna vipawa vyetu tumetoa ambazo tumesimuliza, tumezileta katika kikapu hiki. Mungu wetu tusaidie, tunapozileta tukaweza kumimina hoja zetu, tukaweza kumimina yale tuliyoko moyoni mwetu, ili basi ukatuwahi, ili basi ukatuponye. Pamoja na hayo Mwenyezi Mungu, kuna yale ambayo zile zimetolewa kama fungu la 10, Mungu wetu vile vile tuleta kwako, ili basi nazo ukaweza kuzitambua, ukaweza Mungu wetu kuziweka wakfu kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya upande wako. Na yote tunaomba na tukiamini machoni mwako twazileta kwenye meza yako, twazileta Mungu wetu katika hiki, na ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu toba na kuamini. Pamoja na hayo, Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya wapendwa hawa, kwa wakabili kwako, wanapojikabili hasa katika nyakati hizi za saumu, wanapo Mungu wetu jimwaga ukawasikie kilio chao, wanapoleta hoja zao zote, Mungu wetu ukaweza Mungu wetu kusikia, kama vile umesema sikio lako liko wazi, wewe wasikia. Lakini Baba wetu tusaidie, ili tukaweza kukiri dhambi zetu, tukaweza Mungu wetu kusema ya kwamba sisi ni wenye dhambi na tuatubu, ili nawe ukaweze kuturehemu na kutusamehe. Wakumbuka wale ambao hawajiwezi, wakumbuka mtoto wa Barili msichana, wakumbuka dada wetu Mrs. Beatrice Ohomo ambaye hajiwezi, ambaye katika hali ngumu ya afya. Wetu kamuonekanie, wetu ukamuinue, ukamponye. Kumbuka familia ya mwenda zake Solomon, kwa wetu wakati huu wanapojiandaa wetu kumwaga, na katika hali hiyo ya kumzika baba yao, napoungana na wao masaa hayo ya nasi, uendelee kwa pamoja nasi. Mikononi mwako twajiweka, mikononi mwako twahitaji baraka zako, mikononi mwako Baba wetu wa mbinguni, ukaendelee kusikia kilio chetu, na amani ya Mungu ipitao akili zote za binadamu
Iwalinde mioyo na akili zenu katika kujua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Baraka ya Mungu mwenye enzi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu na ikae nanyi daima. Bwana akae nanyi. Bwana asifiwe. Basi tumefika kikomo chetu cha ibada ya siku ya leo. Bwana akawabariki, kawaonekanie tunapojiandaa kuingia katika season ya saumu. Asante, Mungu awabariki. Wimbo wa kutoka